Mjambo. Mtoto anapozaliwa, kutoka siku ya kwanza ya kuzaliwa kwa kipindi mpaka miaka 18, tunaweza tukalinda hatima ya watoto. Sababu mara nyingi hapo ndio wanaibiwa, hapo ndio mahali ambapo mambo huwa anaanza kuharibikia. Kutoka wakati anazaliwa mpaka miaka 18. Kuna video nimewahi toa namna ya kulinda hatima ya watoto. Sasa hii nitakupatia namna ya kuhifadhi heshima yao, utukufu wao, baraka zao, nyota yao, kwa jumla hatima yao. Hatima ya mtu inaweza ikalindwa. Mzazi kama anaweza kuwa na neema ya kujua mambo haya, anaweza kusaidia watoto wake zaidi. Mungu atusaidie sisi ambao tumetambua jambo hili tuweze kulifahamu kwa upana, ili kwamba tusilete ubishi ndani. Tunaweza kusaidika pakubwa kwa kusaidia generation yetu. Tunaweza faidisha generation yetu kupita vile tulifaidi sisi kutoka kwa wale waliotulea. Sasa namna nyingine ambao inaweza kusaidia kulinda utukufu, kulinda hatima, kulinda nyota, kulinda baraka, ili maana baraka za mtu zinaweza kuwa diverted, zinaweza kulinganishwa na mtu mwingine. Sasa yule mtu akawa azipati, zinaenda kwingine. Nyota ya mtu inaweza funikwa ili kwamba usiweze kufanikiwa kutoka kwayo, na inaweza kuunganishwa na mtu mwingine akawa anafanyia biashara, anafanya maisha, anaendelea vizuri na kule kuendelea kwako. Yaani nyota yako ndiyo inafanya kazi kwake. Utukufu wa mtu unaweza kuondolewa ili mtu abaki akiwa hana mwelekeo. Heshima ya mtu inaweza kufunikwa na kuondolewa maishani mwake. Na hiyo ndiyo mess up ambayo tunasema hatima. Kila ambacho Mungu alikuumba kufanya kikaandikwa katika nakala ya Mungu. Tumekuwa tukihubiri, tunaambia watu ya kwamba kile Mungu aliandika kwako akitawahi ondoka. Ni kweli akiwezi ondoka, lakini kuna watu ambao wana hekima ya kuharibu kila ambacho Mungu aliweka ndani yako, na wanaweza kukichelewesha mpaka miaka yako ikaenda kabla hujafikia. Kuna watu katika Biblia walioibiwa ile hatima ambao Mungu aliwatenda. Na Mungu hakuumba watu wakawa na matatizo kama hayo. Ni adui tu ndio huwa anaingilia kati, anapangua mipango ile ambayo imepangwa kwako, anaweka mipango yake. Sasa unakuta mtu anazaliwa anakuwa mwizi, mtu anazaliwa anakuwa kahaba, mtu anazaliwa anakosa masomo, anakosa kwenda hata kwa elimu, anakosa kuwa wa maana katika kizazi chake. Unakuta mtoto hawezi kuwa faida kwa wazazi, unakuta hawezi kuwa faida kwake mwenyewe, hawezi kuwa faida kwa society, anakuwa ni mtoto wa kuharibu. Sasa kuna vitu ambavyo vinachangia. Watu wote mnaowaona makanisani sio watu wa kawaida. Saizi kuna mambo mengi ambayo yameendelea katika maisha ya watu. Watu wamezana waganga wakalete watoto makanisani. Watu wamezana mizimu wakalete watoto makanisani. Watu wamezana vitu ambavyo si havieleweki. Kuna watu wamekuwa na wanyama alafu baadaye wanazalishwa na mwanadamu. Watu wamededicate sehemu zao nyingi nyeti kwa adui, alafu baadaye wanakuja wanaingia na wanadamu. Sasa watu ambao walizaliwa kama wakati ule wa Noa, kabla kipindi cha Noa, wale watu walioingia wakati wa Nuhu, unakumbuka wale jamaa? Wale jamaa walibadilisha nafasi zao, wakaacha ulimwengu wa roho, malaika, wakavaa miili ya wanadamu, walioa wa binti za wanadamu, na maandiko yanasema walizaa majitu. So kuna watu kama hawa waliozaliwa walio na vitu mbalimbali katika maisha. So utukufu wa mtoto wako kuulinda ni jambo la maana, maana mtoto wako anapokuwa anakutana watu wa kila aina, anatembea kila maeneo, anasoma maeneo, wengine wanakaa dormitory, wengine wanasafiri ng'ambo, wengine wanakaa. Sasa ni vizuri kuelewa jambo hili linaweza kusaidia. Sasa ili kuweza kutumia video hii kufaidika katika kuhifadhi utukufu na kulinda hatima,
utahitaji mbegu 18 za alligator pepe, pilipili ya alligator mbegu 18. Pilipili ya alligator mbegu 18. Alafu jambo la pili, chokaa ya kawaida, a native chalk, chokaa ya kawaida. Jambo la tatu ni chumvi ya kawaida, ile ya jikoni, ile ambayo mnatumia kupika kwa upishi. Hiyo chumvi imetosha. Unanielewa mtu wa Mungu? Hiyo chumvi imetosha. Sasa utachanganya yote pamoja. Ni rahisi sana kupata maeneo pengine ambao hii chumvi inauzwa. Begi chokaa imeshatengenezwa kuwa kama unga, au alligator pilipili imepangwa imekuwa kama unga. Ni rahisi, unaweza pata kwingine, lakini si vizuri sana kuchukua hiyo. Ni vizuri kuchukua ile ambayo we mwenyewe unaenda kuunganisha. Unatwanga kwa kinu mpaka inakuwa kama unga. Ukisha changanya hivyo, kile kitu ambacho kitakufanya utachanganya yote iwe kama unga, hiyo vitu vitatu, alafu utaviombea. Utaviombea, Mungu atafanya kazi na hizo vitu. Utaviombea kwamba Bwana atatumia chochote awezaje kutumia kulinda hatima ya watoto wake. Kama ni baba anafanya haya ama ni mama anafanya haya, kila ambacho utafanya ni kuchukua kidogo tu kulambisha mtoto. Analamba kidogo, maana hii si sumu. Hii ni vitu ambavyo vinaliwa. Pilipili ni vitu ambavyo vinapika chakula. Chokaa ni kitu ambayo naweza ramba, na ile chumvi ni kitu naweza ramba. So anaramba kidogo. Wakati anaramba, unamnong'ozea maneno, hatima yako italindwa kwa masikio yake. Hakuna mtu ambaye atakuchukua hatima yako. Chochote ambacho Mungu alikuumba kwacho kitakuja kwako, kisiende kwingine. Funga kabisa kwa maneno ya kinywa chako. So ishabii, itakuwa vile nimesema. Wakati anaramba na anameza hiyo mate, hiyo ni njia moja watoto wako umeshawahifadhi. Unajua yale maneno ambayo unanena kwa watoto wako, wewe kama mzazi, kama ndio umetengeneza, ni baba au ni mama, umetengeneza recipe hii, ina uwezo sana juu ya maisha ya huyo mtoto unaponena. So usiogope wala ati hii ni ushirikina ama nini. Mimi naitwa Apostle Wilson Tayo, ni daktari katika mambo ya ya kiroho hapa, na kuelezea haya nikijua kwamba nakueleza vizuri. Iwapo nakuambia jambo mbaya, basi moyo wangu utahukumika. So ile jambo na kueleza si ati ni kinyume na Mungu, ni maarifa tu ya kukusaidia. Nilikuambia hata makanisa yana ulinzi, yanawekwa maaskari na yanafunguliwa milango. Lakini bado tunahubiri sisi wahubiri, tukiambia watu Mungu pekee ndiye analinda. Lakini tunapojenga tunaweka milango, tunaweka na chabii, tunaweka vifuli, tunaandika maaskari, na hizo vitu zote zinaitwa security. Na yet the major security of a human being ni Mungu. Kwa hivyo kufanya haya haimaanishi kwamba hizi vitu ndio zinalinda, lakini maarifa tu ya kufanya ili Mungu atumie kuendelea kufanya. Kwa sababu kuna nafasi yako. Kuna nafasi yako kama mwanadamu, alafu kuna nafasi ya Mungu pia. Sasa ile ni jambo ambalo pia unaweza ukafanya, mtu wa Mungu, kwa watoto wako, ukawaombea, ukawapatia, na itaweza kulinda hatima zao, italinda mambo ambayo yaliandikwa katika hatima zao watafikiwa.